Wadau wa amani oye! Nawashukuru Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi pamoja na uongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa, mkoa, wilaya, lakini na jumuiya zote ngazi zote. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda na wakuu wa mikoa wote mliopo hapa pamoja nasi, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, maafisa tawala wa mikoa pamoja na kamati za ulinzi na usalama mkoa wa Mwanza na wilaya zilizopo, waheshimiwa wakuu wa wilaya za mkoa wote wa Mwanza, waheshimiwa wabunge kiongozwa na mbunge wa jimbo hili Ilemela ndugu yangu Angelina Mabula, viongozi wa dini mliopo nasi, machifu na wazee wa Mwanza, wana sungusungu, maafisa usafirishaji bodaboda, wadau wa amani, ndugu wanahabari, wana Mwanza, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wana sungusungu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru ndugu zangu. La kwanza ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na kukutanisha hapa. Niwashukuru pia wote waliofanya maandalizi ya shughuli hii. Maandalizi yamefana sana, hongereni sana. Ndugu zangu wana kanda ya Ziwa, kwa nyakati tofauti nimekuwa nikikutana na kuzungumza na makundi mbalimbali hapa nchini. Nimefurahi leo nimeweza kukutana nanyi, makundi ya sungusungu, maafisa usafirishaji pamoja na wadau wa amani. Nawashukuru sana kwa kuniita katika shughuli hii, asanteni sana. Vile vile nawashukuru kwa salamu zenu za pongezi kwangu na kwa serikali kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Nami niwashukuru sana kwa ushirikiano wenu katika utekelezaji wa miradi hii, kwa sababu msingetoa ushirikiano isingetekelezeka. Ndugu wananchi, serikali yetu inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kitaifa inayolenga kukuza zaidi uchumi wa wananchi lakini na taifa kwa ujumla. Mmesema mengi kuhusu maendeleo ya nchi yetu. Nataka kukiri kwamba kwa hakika maendeleo ni makubwa, na niwahakikishie kuwa dhamira ya serikali yetu ni kuchochea maendeleo kwa ajili ya watu wote ndani ya nchi yetu. Kwa ndugu zangu wa sungusungu, niwapongeze kwa kutimiza miaka 42 tangu kuanzishwa kwa jeshi hili. Lakini nawapongeza zaidi, asante, nawapongeza zaidi kwa kuibuka upya na kujiimarisha, na kwamba sasa mnafanya kazi karibu zaidi na jeshi la polisi, na kwamba mnaelekezwa kisheria jinsi ya kufanya kazi zenu katika maeneo yenu. Nami niseme niko nanyi, na hasa kwa kuwa mmenipa utemi, asanteni sana. Wana sungusungu, maendeleo yaliyofanyika nchini yote yanahitaji kulindwa. Nchini hapa tumejenga kwa kiasi kikubwa mabarabara, tumejenga madaraja, tumejenga reli, miundombinu ya maji kila pahali, mashule, mahospitali na miundombinu ya umeme, kwa kutaja machache. Yote haya yanahitaji kulindwa na kutunzwa. Sasa kwa sababu nyinyi ni walinzi wa jadi na kazi zenu ni ndani ya jamii, wito wangu kwenu kwanza kabisa ni umuhimu wa kutunza miundombinu na miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa kwenye maeneo yenu. Tuwe mstari wa mbele kuitunza na kuilinda miradi hii ili tunufaishe sisi
na jamii zetu kwa muda mrefu. Jambo la pili, ni waombe kubeba sera za serikali na Chama cha Mapinduzi na kuzieleza vyema kwa wananchi. Kwa mfano, juzi nilipokuwa Simiyu nilizindua chanjo kwa ajili ya wanyama wetu. Amesema vizuri mwakilishi wenu aliyekuja kusema risala kwa niaba yenu. Naomba sana mlibebe, mlieleze ili wafugaji walitumie vyema. Jambo la tatu ni kuwahimiza wanasungusungu kutoa ushirikiano, kufanya kazi karibu zaidi na viongozi wenu wa mikoa, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na viongozi wa sekta mbalimbali kama elimu, afya, ufugaji na uvuvi, umeme na kadhalika. Mfanye kazi kwa karibu zaidi ili muweze kufanya kazi nzuri ya kulinda miundombinu ya sekta hizo. Lakini jambo jingine, serikali tumefanya maboresho ya utoaji wa mikopo ya 10% ya makusanyo halmashauri kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Nitoe rai kwenu wanasungusungu na makundi mengine, maafisa usafirishaji, mamalishe na makundi yote, kuunda vikundi na kujipanga kutumia fursa hizi katika kufanya miradi. Na nilipozungumza na wananchi jana, niliomba halmashauri zote kuwasaidia vikundi mbalimbali ambao wanashindwa kujaza fomu kama zilivyoelezwa, kuwasaidia na kuwarahisishia ili mikopo hii ifike kwa walengwa, kwa wale wanayohitaji. Jambo jingine, niseme kuwa utunzaji wa amani, utulivu na usalama ndani ya nchi yetu ni jukumu letu sote. Hivyo basi, walinzi wa jadi, wanasungusungu, na hapa napigia mstari neno jadi kwa sababu nyinyi ni walinzi wa mila zetu zile ambazo sio potofu, desturi zetu, amani, utulivu na usalama wa nchi yetu. Nyinyi ndio walinzi wa mambo yote hayo. Hivyo tushirikiane ipasavyo na viongozi wetu na askari polisi katika utunzaji wa amani katika maeneo yetu. Hususan katika kipindi hiki, sote tuwe macho, tuwe walinzi wa wenzetu na tuwe walinzi wa jamii zetu kule tunakoishi. Kwa maafisa usafirishaji, nashukuru kwa pongezi zenu kwa serikali. Tutaendelea kurahisisha ufanyaji wa shughuli zenu za kutoa huduma za usafiri ndani ya nchi. Ombi langu kwenu ni kuongeza umakini barabarani na kuchunga usalama wa abiria zenu. Kuna wachache wanaowaharibia sifa kwa kutumia usafiri wenu na kufanya vitendo vya kihalifu. Naomba mlindane, muwe walinzi wenyewe kwa wenyewe, lakini mchunge usalama wa abiria zenu. Tunawashukuru kwa kuongeza ajira kwa vijana. Sekta hii imeongeza ajira nyingi sana kwa vijana, tunawashukuru sana. Niseme tu kwamba ombi lenu nimeshamwagiza msaidizi wangu awaone. Kwa hiyo mtakutana naye, mtaongea naye na yeye atatimiza ombi lenu. Kwa wadau wa amani, viongozi wa dini, kikatiba Tanzania haina dini, ila watu wa Tanzania wana dini zao. Na washukuru kwa kuunda umoja huu wa wadau wa amani unaoweza kushughulikia changamoto za kidini zinapojitokeza, lakini pia unazoweza kushughulikia migogoro midogo midogo katika maeneo yetu, migogoro au changamoto zinapojitokeza, na kuiacha nchi yetu kubaki salama. Ninyi ndiyo madaktari wa nyoyo zetu. Niwaombe muendelee na kazi adhimu ya kulea na kuponya nyoyo zetu, hasa pale tunapofarakana. Kipindi hiki tunapoelekea kwenye uchaguzi, tutakwazana, tutagombana, tutatofautiana. Niwaombe sana wadau wa amani
kuingia na kufanya ile kazi ya kuponya nyoyo zetu ili nchi yetu ibaki salama, na nimuombe Mwenyezi Mungu awawezeshe kuifanya kazi hiyo kwa weledi mkubwa. Ndugu zangu, sungusungu, maafisa usafirishaji na wadau wa amani na wanamwanza kwa ujumla, ninafurahi kwamba leo nimeweza kukutana nanyi na ninawashukuru tena kwa ujumbe wenu kwangu. Ombi langu kwa wakuu wa mikoa mliofatana na makundi yenu kuja hapa, naomba toweni ushirikiano mkubwa kwa makundi haya ili na yenyewe yafanye kazi kwa ushirikiano nanyi. Nawashukuru sana jeshi langu la wakuu wa mikoa, mmekuwa mkifanya kazi nzuri nami najivunia kazi yenu. Nirejee kuwashukuru wote ambao wameratibu maandalizi ya mkutano huu na kwa wananchi kwa ujumla wote waliokuja kushirikiana nasi hapa. Ndugu zangu wana Mwanza, nimesikia takrima yenu na kwamba nami mnanitaka niwe mfugaji. Nawashukuru sana kwa zawadi hii mlionipa, na ni imani yangu kwamba mkuu wa mkoa mifugo hii utaichanja kabisa kabla kuisafirisha. Kwa hiyo nawashukuru sana, na niseme wana Mwanza na kanda ya Ziwa yote wabeja sana. Kazi na utu. Sijawasikia sungusungu. Kazi na utu. Maafisa usafirishaji, kazi na utu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Oktoba tunafanyaje? Mwezi wa 10 tunafanyaje? Asanteni sana. Asante sana. Haya, asante kwa heshima na taadhima. Naomba tusimame tumuage Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, tuendelee pale katika stage burudani ya kumwaga Mheshimiwa Rais. Sumbu sumbu tumsindikize Mama Samia. Twende. Ni yeye. Dr. Samia Suluhu, mwenyekiti wa chama. Ni yeye. Mwanamke wa kwanza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano.